Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimezuiwa kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu siku chache tu baada ya kiongozi wake kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Ramadhani Kailima amesema Chadema imeshindwa kusaini hati ya maadili iliyotakiwa kufanyika siku ya Jumamosi, hivyo kumaanisha kuwa chama hicho kimeondolewa kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba. Wiki iliyopita kiongozi wa Chadema Tundu Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini kufuatia mkutano wa hadhara kusini mwa Tanzania ambapo alitoa wito wa marekebisho ya uchaguzi. Chini ya kauli mbiu ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, Lissu alidai kuwa hakukuwa na uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki bila ya mabadiliko ya jinsi chaguzi zinavyoendeshwa nchini Tanzania. Lissu pia amekuwa akisisitiza kuwa muundo wa tume ya uchaguzi unahitaji kubadilika na usijumuishe watu walioteuliwa moja kwa moja na rais. Lakini serikali ya Tanzania inamtuhumu Lissu kwa kutaka kuvuruga uchaguzi na kuchochea uasi. Mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi INEC Ramadhani Kailima amezungumza na mwandishi wa BBC Leonard Mubali. Kusaini ni kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili kwamba kanuni za maadili ya uchaguzi yatakiwa zisainiwe na kila chama cha siasa na kila mgombea wakati wa kuchukua fomu na kabla hajateuliwa lazima ajaze fomu namba 10 ili kukiri na kuyaheshimu maadili ambayo chama chake kimesaini. Lakini kwa upande mwingine serikali kwa maana kusimamia swala zima la serikali wakati wa uchaguzi na pia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na yenyewe inajikomiti pale kwa ajili ya kuzingatia mambo mbalimbali. Mahudhurio yalikuwaje katika idadi ya wale waliokuja kusaini hati maalum za kuridhia taratibu zote za uchaguzi? Na vipi kwa wale ambao hawakufika? Vyama kwa mujibu wa orodha kutoka msajili wa vyama vya siasa, vyama vyenye usajili kamili nchini vyama 19. Bahati nzuri tumepata vyama 18. Na vyote mosi vimeridhia maadili yale, na pili vimesaini maadili hayo. Chama kimoja tu ambacho hakijahudhuria na kusaini maadili hayo. Sasa hatima ya chama ambacho hakijasaini maadili hayo ni kutokupata fursa ya kushiriki uchaguzi. Tuliandika barua na tukawapigia simu wakasema wanajadiliana. Sasa mpaka tunaingia kwenye kikao mpaka leo asubuhi baada ya kutumia ujumbe kwamba hatoshiriki kusaini maadili ya uchaguzi. Ni hiari ya mtu, lakini jue kwamba hiari yako basi kila haki na wajibu wake. Hasa haki yao ya kutokusaini na wajibu wa kutokushiriki uchaguzi. Si kwamba hawatoshiriki uchaguzi utakaofanyika Oktoba mwaka huu, bali hawatoshiriki chaguzi zingine zote ndogo katika muda wa miaka 5. Kwa uchaguzi huo utakaofanyika Oktoba kwa tarehe kwanza baadaye baada ya kunywa kwa bunge ambao ni uchaguzi wa rais, bunge na madiwani, chama hicho hakitoshiriki na wagombea wao hawatoteuliwa kuwa wagombea wa nafasi yoyote kwa sababu hawatopewa fomu namba 10 ili kukiri kanuni za maadili ambazo chama chake hakijakubali kuyatekeleza. Na hata uchaguzi mdogo wote ukitokea katika ya miaka 5 ya ubunge au udiwani, chama hicho hakitoshiriki. Kitasubiri Mungu akitoweka hai 2030 zikitungwa kanuni zingine, wakiona wanaweza kuingia kwa ulingo basi watasaini, watashiriki uchaguzi. Sasa kama hujasaini leo tunatoa gazeti la serikali basi ndo basi tena. Hakuna tena fursa nyingine kwamba eti kesho atakuja saini au kesho kutwa. Hapana. Mara nyingi sana katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, tume ya uchaguzi umekuwa mkilalamikiwa sana. Mmejiandaa vipi na mmepitia changamoto zipi ambazo tunakwenda katika uchaguzi huu mkiwa mmezirekebisha kati ya yale mambo ambayo mmekuwa mkinyoshewa kidole mkurugenzi? Walikuwa wanalalamika watu idadi ndogo ya vituo vya kuandikishwa piga kura. Kwa sasa tumeongeza almost vituo 2000 vimeongezeka katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa sheria kwa sasa akitokea mgombea mmoja wa kiti cha mbunge, akitokea mgombea mmoja kiti cha diwani atapigiwa kura ya ndio au hapana. Na kura ya hapana ikiwa nyingi maana yake ameshindwa, tume itatangaza upya mchakato wa uchaguzi. Kura za ndio zikiwa ndio sana tangaza na tume baada ya kuhesabiwa kura kwamba ameshinda. Sasa safari kwa mujibu wa kifungu namba 10 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, watu ambao wamehukumiwa gerezani kwenye magereza ya Tanzania bara, watu ambao wamehukumiwa kwenye vyuo vya mafunzo kwa upande wa Zanzibar kifungo cha miezi 6 kushuka chini, sasa watarudishwa kwa wapiga kura na wakati wa uchaguzi watapelekewa fursa ya kupiga kura. Kwamba Mtanzania popote alipo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama yuko nje ya kituo cha kupiga kura basi ataruhusiwa kupiga kura moja ya Mheshimiwa Rais. Kwa utaratibu utakuwa umewekwa. Sasa tusalie katika taarifa hiyo hiyo. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema John Heche ameishtumu tume hiyo ya uchaguzi kwa kutotekeleza yale wanayoyasema, huku akiwatuhumu kwa kuegemea upande mmoja kwa kuwa wao ni wateule wa rais. The struggle continues, no turning back.
jambo jema sio lazima wakaliona watu wengi. Wanatutishia kwamba Chadema itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Chadema itakufa hii. Na ife kama tasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli, na ife kuliko kuwepo inasimamia uongo. Lakini swali ni, sheria inasemaje kuhusu chama kuzuiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu nchini Tanzania? Muda mfupi uliopita nimemuuliza swali hilo mwanasheria Fulgence Masawe akiwa Dar es Salaam. Kinacholeta ukakasi kidogo pale tunapokuwa na haki ya kikatiba ambayo pia inaendwa na sheria, inakuwaje inachukuliwa na kanuni. Kwa hiyo ni mjadala ambao umefunguliwa na kuonyesha hata yale alikuwa anapigia kelele kwamba no reform no election ni kama yanafanana na yanayotokea, kwa sababu kumnyima mtu kushiriki kwenye uchaguzi kwa kutokujaza fomu ya maadili au kutokusaini fomu ya maadili, nadhani ni kikubwa sana. Japo wenyewe walishasema watashiriki uchaguzi, huenda pia ni kama kuongezea chura mwendo wa kumpiga teke. Chadema si tu kwamba haitashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu, lakini pia haitashiriki uchaguzi wowote ndani ya miaka mitano. Hii inatoa taswira gani kuhusu demokrasia nchini Tanzania? Chadema wanasema no reform no election, ACT wanasema operation za demokrasia, na CCM wanasema 4R. Ina maana kila mtu anaamini kwamba bila reform, resilience, rebuilding kwamba hatutaweza kufanikiwa. Tunaweza tukasema kila mtu anayesema kauli yake kuna anayemaanisha na ambaye maanisha. Kwa hiyo ukiniambia kama una changamoto kwenye sheria na mifumo ya uchaguzi Tanzania, nitakwambia kwa kuangalia kauli za vyama vyote vitatu na matendo yaliyofanyika kutokana na kauli hizo zinaonyesha kwa wazi kwamba kuna changamoto kwenye chaguzi zetu. Sasa hivi tumefika sehemu mbaya zaidi kwa kutokusaini hizo kanuni za maadili, na mwenyekiti wa chama cha siasa cha Chadema yuko ndani korokoroni kwa makosa ambayo adhabu yake ni kubwa mpaka kifo, kosa la uhaini. Je, kuna lolote ambalo Chadema wanaweza kufanya kujitoa katika kitanzi hiki? Katika hali ya kawaida ukiangalia, huwezi kuchukua haki ambayo ni kikatiba, ambayo ni kikatiba kwa kutumia kanuni. Kwa hiyo mimi nilikuwa naamini kama kuna nafasi ya Chadema kurudi nyuma na kutaka kurudi uchaguzi, itabidi ikae na Chadema wakubaliane, kwa sababu hizo kanuni sio msaada, ni kwamba zinaweza zikarekebishwa au zikafanywa kazi muda wote. Maana kitu tunachokitaka kama rais aliposema kwamba kuna reconciliation kwa zile R4 ni kukaa pamoja na kujadiliana kwa afikiana. Hiyo siasa njema hizo, sio siasa za harakati na za mapambano ambazo zinaweza kuwatia watu kwenye matatizo na kuleta mvurugano. Chadema wamekataa kusaini hati ya maadili kwa madai kwamba tume yenyewe ya uchaguzi Tanzania INEC haina maadili. Kanuni zimewatupa nje ya uchaguzi. Je, chama hiki kitaweza kuendelea kuwa hai kwa miaka mitano baada ya kutoshiriki uchaguzi huu? Inategemea chama chenyewe kimejipangaje ndani na namna ya kuishi kwenye siasa hizi za mapambano, kwa sababu tumeona vyama vingi sana vimefanya kama hivyo na vikawa kwenye mapambano na mwisho wa siku vikarudi kwenye nafasi yake. Mwaka 2015 chama cha CUF Zanzibar kiligombea uchaguzi wa marudio, lakini chama kikupotea na kilirudi. Na tumeshaona vyama ambavyo vimepigwa marufuku kabisa kama ANC South Africa, lakini baadaye virudi kwa nguvu. Kwa hiyo naamini kwamba wataendelea na harakati hizi na wako nje ya serikali, bado wana nafasi ya kurudi kama uongozi wote usimama imara na wanachama kushikana kwa pamoja. Lakini kama watabarakana itatokea kama vyama vingi ambavyo vimepotea Tanzania kwa sababu ya mivurugano ya ndani. Kwa hiyo ni kuaminiana tu na kuendelea kwa pamoja. Lakini wanaposema tumeingia ina maadili, nafikiri wameangalia tu chaguzi zilizopita na namna ambavyo serikali iliendesha chaguzi pamoja na hasa uchaguzi wa 2020 kwa sababu na tume hii na wajumbe ni hawa. Na kwa bahati mbaya unakuta wanaoinguliwa na upande mmoja. Wanapokuwa nainguliwa kwa mamia vyama vyote, tungesema labda tume yenyewe nayo inaponyosha kidole nayo inajisafisha. Lakini kwa bahati mbaya haya yamekuja kujirudia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana na imepeleka picha mbaya ndio katika mkutano uliopo. Kama ungeona kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa, Chadema walikuwa wanashiriki vizuri na wameshiriki kwenye uchaguzi, lakini baada ya yale yaliyotokea nafikiri mawakumbusha yale ya 2019 na 20 wakasema kwa kweli hatuwezi kuendelea na tume yenyewe inakosa maadili kwa sababu hiyo, japo ni kauli yao na ni kauli za kisiasa. Sasa Tundu Lissu si kiongozi pekee aliyeshtakiwa kwa uhaini. Hebu tuwafahamu baadhi ya viongozi walioshtakiwa kwa uhaini kutoka nchi mbalimbali barani Afrika.
Wa kwanza, Tundu Lissu. Tundu Lissu na kesi hii ya uhaini anaweza kuwa ndiye mwanasiasa wa kwanza wa upinzani nchini Tanzania kushtakiwa kwa kosa hilo lisilo na dhamana. Wa pili, Kizza Besigye. Bila shaka mwanasiasa huyo upinzani kutoka nchini Uganda ndiye kinara wa mashtaka haya ya uhaini baada ya kushtakiwa mara 2 ndani ya kipindi cha miaka chini ya 15. Yeye ndiye mwanasiasa wa upinzani aliyekamatwa mara nyingi zaidi duniani. Watatu, Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine. Mnamo mwezi Agosti mwaka 2018, Bobi Wine alishtakiwa kwa uhaini pamoja na watu wengine 33, wengi wao wanasiasa, baada ya msafara wa Rais Yoweri Museveni kushambuliwa na mawe. Mahakama ilisema kwamba Bobi Wine na wenzake walikuwa na mpango wa kumdhuru rais wa nchi hiyo. Wa nne, Hakainde Hichilema. Rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema alishtakiwa kwa kosa la uhaini. Hichilema alipewa mashtaka haya baada ya kugoma kuupisha msafara wa rais wa wakati ule Edgar Lungu uliomkuta njiani. Wa tano ni Ernest Bai Koroma. Rais huyu wa zamani wa Sierra Leone pia amewahi kukumbwa na madhila haya. Mashtaka haya yaliibuka baada ya tukio la uvamizi wa kambi ya jeshi na kufuatiwa na uvamizi wa magereza uliowaachia huru wafungwa takriban 2,000. Wa sita ni Osman Sonko. Kiongozi huyu kijana alishtakiwa kwa uhaini na kuchochea machafuko nchini Senegal. Mashtaka haya yaliendelea hadi Disemba mwaka 2023, miezi kadhaa kabla ya uchaguzi, ambapo mwezi Machi mwaka 2024 ambapo mwanafunzi wake wa siasa Bassirou Diomaye Faye aliposhinda urais na kumchagua Sonko kuwa waziri mkuu.